Mambo vipi? Kwenye video hii nitaenda kukufundisha ni kwa namna gani mtu mwenye mtaji wa shilingi milioni 2 anaweza akafungua duka la mangi. Duka la mangi, nafahamu kwenye mitaa tunayoishi, kila kona tunapoishi, haya maduka ya mangi yapo. Sasa haya maduka ya mangi watu wanapataje faida? Wewe ikiwa unataka ufungue duka la mangi kwa mtaji wa milioni 2, basi video hii nitakupatia mchanganuo wa bidhaa tofauti ambazo unaweza kaanza nazo na utaweza kuanza kufanya biashara hiyo. Na kwenye hii mtaji wa milioni 2, tunashumu kwamba frame ambayo unaichukua tayari ina shelf. Maana yake gharama za mambo ya shelf hapo tunazitoa. Tunaigawanya tu hii milioni 2 kwenye hesabu iliyobakia. Gharama ya kwanza kabisa kwenye frame ni kodi. Kodi ya frame tuashumu kwenye hiyo frame unalipa kodi shilingi ngapi? Shilingi 70,000. Na ukipiga hiyo 70,000 mara miezi 6 unapata 420,000. Lakini kwenye duka la mangi kuna bidhaa za vyakula ambazo lazima uviweke. Na vyakula unaweza kuchukua sukari kilo 25 ambapo kwa wastani ni 62,000, mchele super kilo 50, wastani wake ni 140,000, mchele wa kawaida kilo 50, wastani wake ni 120,000, unga wa sembe kilo 25, wastani wake ni 28,000, unga wa done kilo 25, wastani wake ni shilingi 27,000, unga wa ngano kilo 25, wastani wake ni 38,000, maharage ya njano kilo 15, wastani wake ni 40,500, maharage ya soya kilo 15, wastani wake ni 40,000. Na kwa hizo bidhaa za vyakula zina wastani wa 495,000. Lakini vinywaji unaweza kuchukua maji ya Uhai katoni 10 29,000, ukachukua maji ya Jambo, maji ya Pangani katoni 10, au itategemea na maji yaliyopo huko mkoa uliopo ambayo yanapendwa sana, 25,000 katoni 10. Lakini pia unaweza kuchukua maji kampuni nyingine una mix Kilimanjaro, sio unagusa hapa, Dasani unagusa hapa, 25,000. Azam Energy 12,000, Azam Cola ndogo 10,500, Apple Punch 10,500, juisi za afya, juisi za embe na juisi nyingine mix unaweza kuchukua za 105,000. Na kwa vinywaji peke yake kuna wastani wa kama 217,000, 217,000. Lakini pia kwenye duka lako la mangi unaweza kuchukua vitu vingine. Kwa mfano kuna soft care pad 33,000, kuna soft care pampers nusu 23,000, lakini pia kuna tissue nusu 14,000, kuna majani ya chai, pipi, sabuni vipande wastani wake 100,000, kuna sabuni za unga unaweza kuchukua ya 42,000, kuna sigara shilingi 30,000, kuna chumvi kubwa na ndogo 18,500, kuna mishumaa, balbu, mafuta ya kujipaka mchanganyiko, lotion na kadhalika 130,000, kuna mafuta ya kupikia 150,000. Kwa hiyo kwa vitu vingine hivyo wastani wake itakuwa ni 540,500. Lakini pia unaweza kuchukua friji ukatafuta hata mtumba au ndogo tu ya kawaida kwa shilingi 300,000. Kwa hiyo ukipika hivyo vitu vyote nilivyokutajia hapo juu, kwa maana ya kodi ambayo ni 420,000, kwa maana ya bidhaa za vyakula, kwa maana ya vinywaji, hivyo vitu vingine pamoja na friji, inakuja milioni 1,973,000. Inabakia shilingi ngapi hapo? Inabakia shilingi 27,000 kama akiba. Kwa hiyo kwa mtaji wa milioni 2 unaweza ukafungua duka la mangi na ukaanza na vitu hivyo. Lakini pia watu wengi wanapoteza pesa sio kwa sababu hawana mtaji, wanakuwa na mtaji ila wanashindwa mpangilio sahihi wa kugawanya mtaji wao. Na ndio maana narekodi video kama hii angalau kutoa ABCs. Lakini angalizo jingine, hizi bei nazo kutajia sio bei exactly, sio bei zenyewe. Haya ni makadirio ambayo mimi binafsi niliyafanya. Kwenye hizi bei zinaweza zikapanda kidogo, kwenye hizi bei zinaweza zikashuka kidogo. Lakini pia hizi bidhaa nilizokutajia huenda mazingira uliopo zikawa sio kipaumbele. Kwa hiyo utaangalia bidhaa ambazo zipo kipaumbele, ukazibalansia kwenye mtaji na mwisho wa siku
ukafungua biashara yako. Na siri ya kufanikiwa kwenye duka la mangi, changanya bidhaa. Changanya bidhaa kubwa na bidhaa ndogo. Usifocus kuweka bidhaa za aina moja tu. Mfano rahisi, tuchukulie gunia la mchele. Gunia la mchele labda ile linauzwa 280,000. Sasa gunia la mchele 280,000 linakupatia faida baada ya kuuza mchele wote umeisha, faida shilingi 10,000. Lakini pipi ambazo kwenye paketi zinakuwa pipi 150 anakuuzia kwa shilingi 50. Wewe unanunua kwa shilingi ngapi? Kwa shilingi 8,000. Na ukiuza moja 100 mpaka zije ziishe unapata faida ya shilingi 7,000. Kwa hiyo unaweza kaona gap hapo. Mchele umetumia 280,000 imekupatia faida ya shilingi 10,000. Lakini pipi umetumia faida ya shilingi 8,000 imekupatia faida ya 7,000. Unaona Kwa hiyo vitu vidogo vidogo usivizalau. Changanya kwenye duka lako bila kusaidia biashara iweze kwenda stable. Niambie hapo chini wewe unadhani duka la mangi mtu unaweza ukaanza ukiwa na mtaji wa kiasi gani? Au niambie hapo chini ni bidhaa gani muhimu pia nimezisahau ambazo zinastahili kuwepo kwenye duka la mangi. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Ciao.